Yako mengi kweli kweli yaliyojiri huko, na tutajitahidi kuyatazama walau kwa utuo wake, walau kwa utulivu, ili tuweze kuyachambua kwa kina kweli kweli. Taarifa nyingine kutokea ukanda huu wa kwetu ni kuhusu wapiganaji wa waasi wa kikundi cha AFC na M23 kutoka pale DRC. Wamedaiwa kujiondoa katika maeneo muhimu mashariki mwa DR Congo. Sasa wapiganaji na waasi hao wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wamejiondoa kutoka maeneo kadhaa muhimu katika jimbo la Kivu kusini mashariki mwa nchi hiyo mwishoni mwa juma lililopita, ambapo hii ni ripoti kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaeleza hivyo. Sasa haya ni kwa mujibu wa jeshi la Kongo FARDC, na afisa mmoja wa kundi hilo la waasi amethibitisha pia taarifa hiyo. Hatua hii ni ishara ya makubaliano au mabadiliko ya makubwa ya kwanza ya kivita katika miezi kadhaa iliyopita. Kujiondoa huko kulifuatia shinikizo la kijeshi kutoka kwa jeshi la Kongo na shinikizo la kidiplomasia kutoka utawala wa Marekani. Nakumbuka hii makubaliano yamefanywa lakini yalikuwa hayatekelezeki. Natajwa kwamba hatua hii muhimu ya kujiondoa kwenye makundi haya kwenye maeneo haya waliokuwa kiashikilia inaweza ikawa ndio sehemu mojawapo ya utekelezaji wa makubaliano ambayo yalikuwa yamesimamiwa na Marekani. Sasa hatua hii inakuja wiki mbili baada ya Marekani kumwekea vikwazo rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila kwa madai kuwa na uhusiano na kundi hilo la waasi la AFC M23, madai ambayo rais mstaafu Kabila alikanusha. Waasi walijiondoa kutoka eneo la Kabunambo, takriban kilomita 35 kaskazini mwa Uvira, kuelekea Luvungi, karibu kilomita 30 zaidi kaskazini kuelekea mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini, Bukavu, ambako walikuwa wameweka makazi yao kabla ya kusonga kuelekea Uvira. Raia wa Kongo waliokimbia vurugu za mwaka jana kwenda nchi jirani ya Burundi wameanza kurejea nyumbani baada ya hali kidogo kuanza kuonekana inatia matumaini. Mapigano yameendelea mashariki mwa Kongo, lakini licha ya juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Marekani na wahusika wengine wa kimataifa. Katika barua kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na iliyoshirikishwa kwa vyombo vya habari mwishoni mwa wiki, mratibu wa kisiasa wa vuguvugu la AFC M23 alimshutumu Marekani kwa kukosa uaminifu kama mpatanishi baada ya kusaini makubaliano muhimu ya ushirikiano wa madini na Kinshasa mwaka uliopita. Kumbuka wizara ya mambo ya nje ya Marekani haijasema lolote kuhusiana na madai hayo ya vuguvugu hilo la waasi. Hayo ndio walau kwa uchache yanayoendelea pale DRC na vuguvugu la AFC M23 pamoja na vikosi vya jeshi la Rwanda. Na inaelezwa kwamba hali imeanza kuwa tulivu kidogo, lakini kuna baadhi ya maeneo bado mapigano yanaendelea. Lakini utekelezaji wa kile ambacho Marekani ilikisaini ama inakisimamia inatajwa kwamba yanaanza kutekelezwa kidogo kidogo. Kwa tukimuuliza mchungu hapa kila siku kwamba anaona mambo yakikaa sawa, anaona kukitulia, mbona kusema hapa haoni. Nitakuja kumuuliza pia hapa leo aniambia anaona haoni. Lakini hiyo ndio taarifa kutoka Rwanda. Nimekwambia kikundi cha AFC M23 kinatajwa kuungwa mkono na Rwanda, lakini Rwanda yenyewe imekanusha tuhuma kutoka Umoja wa Mataifa na serikali za magharibi kwamba inaunga mkono waasi wa M23. Rwanda yenyewe wanasisitiza kwamba uwepo wa wanajeshi wake katika eneo la mashariki mwa Kongo ni katika juhudi za kuwasaidia au kuwasaka waasi wa FDLR ambao walitekeleza mauaji ya kimbari kabla ya kukimbilia Kongo. Kwa hiyo wanasema wanachokifanya kule au jeshi lake linachokifanya kule ni kitu kingine kabisa. Wao sio kwamba wako pamoja na M23, ni wanafanya operation yao nyingine kusaka waasi wengine ambao walitekeleza ile tukio la mauaji ya kimbari. Kwa hiyo wasihusishwe na masuala hayo ya M23.
Tuandikie maoni bwana kupitia 0683802966. Tarejea hapa kuendelea kuangalia mengi yanayojiri kwenye ukanda huu wa Afrika, lakini pia duniani kwa ujumla.